Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, natamani ni chukue muda mfupi kuelezea hisia zangu na furaha zangu kwa ziara ya mpenzi wetu Dr. Al-Waili aliotoka Sultanate Oman. Ni specialist wa mambo ya ngozi, uwanja ambao ni muhimu sana kuja hapa Zanzibar. Tena sio kuja tu, lakini kuja katika wakati mgumu wa kuacha familia yake na nchi yake katika kipindi cha Eid al-Adha. Akawa anapita kituo hadi kituo, kijiji hadi kijiji, akawa kama ni mvua ambayo inafuata watu kwenda kuwanemeshea, sio kisima ambacho kinachofuatwa. Kwa hivyo daktari, Mwenyezi Mungu akulipe kheri. Nakushukuru wewe na nashukuru jumuiya yetu ya Istiqama Alamia ambayo imeshirikiana ikawa ziara hii. Tunaomba na tunatamani ziara hizi ziripiti kila wakati. Kuja kwako kuna mambo mengi sana ndani yake, ni kwamba umewakilisha maani alwafa walata walikha wa risalatu tib. Umewakilisha halaka katika halakati baina ya uhusiano wa Oman na uhusiano wa Zanzibar wa kihistoria ambao hauwezi kutenganika. Nimefurahishwa sana na doktor na mambo mengi, muda hauruhusu, lakini kwanza tawadhu yake ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu amhifadhi, nawe ni mfano kwa madaktari wengine, na hii imekuwa kama ni alama njema kwa ndugu zetu kutoka Omani. Labda ile dua ya Mtume SAW ya kuombea watu wa Omani imeintabik kwa wao. Doktor, hapa tulipokuwa tukibadilishana mambo, nimegundua sio tu kwamba yuko katika medical science, lakini kwanza kuna unsur muhimu ya daktari wa kweli ambaye anahitajika katika wakati wetu huu, ethics, ambayo ndio kitu kikubwa sana kwa daktari, kwa sababu yeye ndio anayejua siri za wenzake. Lakini tu sio ethics, daktari nimegundua kwamba ana kitu integrated, yale mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tumeambiwa iqra bismi rabbika, amebobea, ameshiba. Tumezungumza habari ya, tumetaja HIV hapa, masha Allah, katoa vitu mimi sijawahi kuvisikia wala kuvisoma. Kachambua uchambuzi ambao natamani watu waone utukufu wa dini ya Mwenyezi Mungu katika tibu. Kaelezea vipi kwamba licha ya kwamba tunajua kwamba kitu kikubwa kinachopelekea maradhi haya ni sexual intercourse, lakini bali atibau zamani walikuwa hawapendi kusema God's punishment, lakini daktari anasema hilo sasa limethibiti, sio tena ni nadharia, lakini ni haqiqatun almia. Ametoa mfano wa kwamba yule ambaye hajawahi kufanya kitendo hichi kichafu, anapoanza kiilmian, basi huwa nisba yake pengine ni 1, 2, 3 katika 100, kitu kidogo sana kwa ufupi. Lakini kila akirejea mara ya pili na mara ya tatu, chance of probability inaongezeka. Lakini ubaya zaidi, akija akimaris qaumu Lut, inakuwa ni 100% uwezekano, probability ni 100%. Allahu akbar. Wallahi, kama tunafahamisha watu katika mambo haya kwa njia hii, tungeelewa utukufu wa Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu kaisifu kwamba ni nini? Hudan. Kaitaja kwamba ni shifa, kaitaja kwamba ni dhikr. Sio hayo tu, lakini ametaja doktor katika kikao chetu hichi, taja vipi katika kazi mbili nzito sana. Kwanza anasema daktari kila akisoma ndio anajiona hajui, so ni uwanja mpana sana wa elimu. Kataja hatari ya kazi hii na kazi ya kuhukumu. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba tusomeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, tuwe karibu, madaktari wa karibu na mashekhe wa karibu na madaktari, ili tuwe kitu kimoja,
khairu ummatin ukhrijat linnas. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi daktari wetu huyu, arejee salama usalimini, aje tena alete wengine, na kupongeza pongezi maalumu kwa ajili ya Pemba Peremba. Ukija na Joho utarejea na Kilemba. Kwa hivyo inshallah daktari, jazakallah khair, wasamihuna ala taksir. Ahsante.